Kwa zaidi ya miaka 126 mti wa mgunga uliopo Old Moshi mkoani Kilimanjaro umeendelea kusimama kimya, lakini ukibeba simulizi ya moja ya matukio makubwa katika historia ya harakati za kupinga ukoloni nchini Tanzania. Ni chini ya mti huu ambako Mangi Meli na viongozi wengine 18 wa Kichaga na Wameru wanadaiwa kunyongwa na utawala wa Kijerumani Machi 2 mwaka 1900 baada ya kupinga ukoloni na kutetea ardhi pamoja na watu wao. Ofisa utalii wa halmashauri ya wilaya Moshi Chamtigiti Wakara anasema mti huo si kivutio cha utalii pekee, bali ni alama ya ujasiri na ukumbusho wa gharama iliyolipwa na mashujaa hao katika harakati za kudai haki na uhuru. Mti huu ambao unatambulika kama mti wa mgunga wa Kiswahili ndio mti ambao walinyongewa viongozi 19 tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 1900. Ni mti ambao unabeba historia kubwa sana, si tu kwa Wachaga lakini kwa historia ya ukombozi wa nchi yetu, na kwa miaka mingi umekuwa ukihifadhiwa ama ukilindwa kutokana na umuhimu wake katika kutambua historia ya wapi tulikotoka. Na hata wakati wakifanya matengenezo ama kuboresha barabara uliachwa ili kuendelea kubeba historia hii na kusimulia kwa vizazi hata vizazi, kwa sababu mti huu sio tu kama mti mwingine wa kawaida mgunga unaopatikana maeneo mengine. Mti huu wa mgunga hauzingatiwi kama mti wa kawaida katika jamii hii kutokana na umuhimu wake katika historia, kwa sababu mti huu ni ishara ya ukakamavu, ustahimilivu, lakini pia ushupavu wa viongozi 19 waliouawa kikatili katika eneo hili. Kwa hiyo mti huu unazingatiwa kama ishara ya ukombozi katika jamii hii, kwa sababu ni kupitia mti huu viongozi waliuawa, lakini historia haikukomea pale. Kuuawa kwa viongozi wale ilikuwa ni mwanzo wa chachu ya jamii kutaka kupigania haki zao na kupigania uhuru wao kutoka kwa wakoloni wa Kijerumani. Kwa mujibu wa historia, baada ya kunyongwa, baadhi ya miili yao ikiwemo wa Mangi Meli ilikatwa vichwa na kupelekwa Ujerumani kwa kile kilichoelezwa kuwa tafiti za kibaguzi. Hadi leo juhudi za kuvirejesha zinaendelea. Mjukuu wa Mangi Meli, Isaria Meli, anasema kila mwaka Machi 2 familia, viongozi na serikali na wananchi hukutana Old Moshi kuwaenzi mashujaa hao, huku akiendelea kuomba mabaki ya kichwa cha babu yake yarejeshwe nchini ili ihifadhiwe kama sehemu ya historia ya taifa. Basi pale ndio walikojongewa wote, na historia yake mimi kaifuata kutoka Ujerumani, kapata kila kitu. Na baada ya yule mama, yeye Christina Helbeck akamkabidhi kijana anaitwa Konradin Kunze. Yeye Konradin ndio mpaka leo tunafuatana naye. Hata leo juzi tumeanza mambo ya maandalizi ya kuweka kumbukumbu kwenye uwanja huu wa KBC hapo halmashauri, na wao walikuwepo wote, na mimi ndio nilifanya mambo ya mizimu na kila kitu katika eneo hilo. Na kila mara mimi tarehe 2 mwezi wa 3 wa kila mwaka mimi nafanya kumbukumbu na historia na kualika viongozi wanakuja pale wote. Lakini kitu kimoja kilichojitokeza katika vikao vilivyokaa Ujerumani na Wajerumani, na picha zote nazo, ni kwamba walipiga magoti wakiomba, Mangi, tunaomba ukawaambie watu wako watusamehe, ndio maana tumeshindwa kuleta viwanda na nini na kusomesha watu, kwa sababu tunaelewa kwamba mtalipa kisasi. Nikawaambia yale yalikuwa ya wazee kwa wazee na wote hawapo, kwa hiyo sisi hatuna sababu hiyo. Leo mti wa mgunga wa Old Moshi unaendelea kuwa ukumbusho kwamba uhuru wa Tanzania ulitanguliwa na sadaka ya maisha ya mashujaa walioamini haki na utu vina thamani kuliko uhai wao wenyewe.